Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa tumeuliza maswali matatu ambao utaulizwa kaburini. Swali ya kwanza, swali la nne ambao utaulizwa kaburini. Swali ya kwanza, ma rabbuka, Mungu wako ni nani? Jibu itakuwa Rabbi Allah, Mola wangu ni Allah. Swali ya pili utaulizwa dini yako ni gani? Ma dinuka, dini yako ni gani? Utajibu dini yangu ni Uislamu. Swali ya tatu ambao utaulizwa man nabiyuka, nabii yako ni nani? Utajibu nabii yangu ni Muhammad. Hizo ni swali ya kaburi, lazima Muislamu ajue atulizwe. Sio tunaingia dhambi. Unajua kila kitu Waislamu wako nayo. Dhambi ya mtu amezini, anafanywaje? Ni hapa, ikiwa unamaanisha adhabu ya mtu aliyezini katika Uislamu, kuna tofauti katika ya mtu aliyeoa, kuolewa insan na ambaye hajawahi kuoa au kuolewa. Gari ya Musa, mtu ambaye hajawahi kuoa wala kuolewa. Quran 24:2 inataja mijeledi 100 kuwa aliyefanya zina, ikiwa kosa imethibitishwa kwa masharti ya Kiislamu. Inasemekana kama mtu hajaoa na amefanya zina, kulingana na majibu ya Quran sura 24:2 inasema apigwe kiboko 100. Mtu aliye katika hali ya ihsan amewahi kuingia ndoa halal katika fiki ya jadi, adhabu ya zina iliyothibitishwa kisheria ni rajma, kupigwa mawe hadi kufa, kwa mujibu wa hadithi sahihi. Unasikia? Lakini kwa mtu ambaye ameoa na amefanya zina, kulingana na sheria ya fiki inafaa apigwe mawe mpaka kufe, kulingana na hadithi. Muhimu, mtu binafsi haruhusiwi kujichukulia sheria mkononi. Adhabu za hudud zina masharti mazito sana ya uthibitisho na kutekelezwa na mamlaka yenye mamlaka ya kisheria. Hizi adhabu ichukuliwe na mtu yote. Hizi adhabu na inafaa itekelezwe na Kiislamu. Islamu ndio inafaa atekeleze hizi adhabu, si mtu yoyote, na sheria ya Kiislamu na wale ambao wamechaguliwa. Na ikiwa mwenye kufanya zina anatubu dhati, Allah anaahidi msamaha kwa mwenye kutubu. Ukisoma Quran 25 aya 68 mpaka 670 inaeleza hilo. Haya, tunakuja, hii ni adhabu ya mlevi. Adhabu ya mlevi ni katika Uislamu, kunywa pombe, kileo, kamari ni haramu. Kuhusu adhabu ya mtu anayekunywa pombe katika sharti ya Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka adhabu ya mijeledi, na katika baadhi ya riwaya adhabu ilikuwa 40. Unanisikia? Mtu kukunywa pombe, kamari, gambo, hizo vitu zote ni haramu. Lakini sasa tumuuliza, mtu akikunywa pombe, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa hadithi nyingine, amesema apigwe viboko 40. Riwaya zingine inasema hizo. Riwaya zingine ya Omar inasema 80. Wakati wa Khalifa Omar bin Khattab radhiallahu anhu, adhabu ilitumika kuwa 80 vijali katika mazingira fulani kwa mashauri ya wasahaba. Inasemekana wakati Omar bin Khattab alikuwa khalifa, yeye ndiye alikuwa anaongoza, yeye ndiye alikuwa kiongozi. Alipitisha na wasahaba ambao walikuwa nao, viongozi ambao walisema mtu ambao amekunywa pombe apigwe viboko 80, mijeledi 80, apigwe viboko 80. Hii ni udad, hivyo si mtu binafsi kuitekeleza. Inahitaji mamlaka halali na utaratibu wa
kisheria. Hizi sheria huwezi tekeleza kwa mkono wako, unatakikana itekelezwa kwa njia ya kisheria Kiislamu na viongozi wa Kiislamu ambao wamechaguliwa kutekeleza hizo sheria. Na mtu anayekunywa pombe akifanya toba ya ukweli, Allah anaweza kumsamea. Yes, hiyo ndio kitu inafanyika, Allah atamsamea. Alafu anasema ukitaka maelezo kupa dalili za Qur'ani na hadithi kuhusu adhabu ya mlevi pamoja na maoni ya madhehebu manne. Ndio hiyo nimesema nataka. Wacha tuendelee. Ndio hiyo kuhusu pombe, kileo, kamri, hizi zote ni dalili za muhimu mtajua. Ndio hizo tuende dalili kutoka kwa Qur'an. Suratul Al-Maida 5:90, Suratul 90 inasema, maana enyi mlioamini, hakika pombe, kamari, masanamu na mshale ya kupigia amri ni uchafu miongoni mwa kazi za Shetani, basi jipusheni navyo ili mpate kufanikiwa. Hiyo ni sura ingine, Maida, sura ya Maida, sura ya 5 aya 91 inasema hivyo. Allah anaeleza kuwa pombe na kamari huleta uadui na chuki na umzuia mtu kumbuka Allah na kuswali. Dalili ya hadithi. Mtume swalla sallam anasema, mwenye kunywa pombe mpigeni mijeledi. Hadithi hii imepokewa katika Sahihi al-Bukhari Muslim. Alafu inaendelea pia katika Sahihi Muslim radhiyallahu anhu ameeleza kwamba mtu anayekunywa pombe alipelekwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akaamuru apigwe kwa matawi ya mtende na viatu, na watu wakampiga. Muhimu kuhusu idadi ya mijeledi. Mijeledi ni kiboko. Sasa kwa sababu watu wengine wanasema 40, wengine wanafuata 80. Tuendelee. Qur'an inasema hivi, Qur'an ijaweka namba maalumu ya mijeledi kwa mlevi. Yaani Qur'an ijaweka namba ya kupachapa mtu kiboko. Hadithi zinaonyesha adhabu ya kupigwa na riwaya mbalimbali zinaeleza 40, huku Umar bin Khattab baadaye akaifanya 80 kwa washauri ya waswahaba. Unasikia, Qur'an ijateka namba ya kupiga mtu viboko, lakini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni kitabu ya pili after Qur'an inaeleza hadithi nyingi zinasema apigwe viboko 40. Lakini Omar radhiallahu anhu wakati alikuwa khalifa, wakati alikuwa kiongozi, yeye alifanya ushauri na waswahaba mwenzake, wakapitisha 80, akachapa mtu 80 viboko kwa mtu ambao ni mlevi. Kwa hivyo si sahihi kusema Qur'an yenyewe imesema mlevi apigwe 40 au 80. Yes, si sahihi kusema Qur'an imesema, sema ni 40, ni hadithi imesema na kauli ya wasahaba wakati Omar radhiallahu anhu alikuwa khalifa. So imeuliza hapa, ukitaka naweza pia kukupa hadithi zote zinazothibitisha 40 na 80 mjadala kuwa Kiarabu na nikasema ndiyo, leta. Ndio imeleta hapo. Masomo siku hizi niishi. Inasema hivi, ndio hizi ndizo dalili muhimu kuhusu mijadala 40 na 80 kuwa kunywa pombe. Mjadala 40 Sahihi Muslim. Kuchapa mtu viboko 40 imetajwa Sahihi Muslim, kitabu ya Sahihi Muslim. Anas bin Malik anasimulia maana Mtume alikuwa amekunywa pombe, aliletewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akampiga kwa matawi mawili ya tende, takriban mijalali 40. Unasikia hapo ni 40. Hiyo ni hadithi ya Sahihi Muslim. Tuko hii Sahihi Muslim hadithi 1706 inasema hivi. Hadithi inasema Bukhari, hadithi imepokewa na Abu Bakar
inasema katika Sahihi Muslim, hadithi hiyo Anas inasema pia yanaeleza kwamba Mtume SAW alimpiga mnywaji wa pombe takriban 40. Hiyo ni hadithi nyingine. Abubakar alipokuwa khalifa alifanya hivyo pia. Abubakar pia wakati wa khalifa alifanya hivyo pia. Omar bin Khattab alipokuwa khalifa alishirikisha wasahaba katika mashauri, ndipo akaweka eti kuwa atekelezaji wa wakati huo. So nanipata hiyo. Omar ndiye alikuja na eti kwa sababu aliweka wasahaba, lakini Abubakar wakati wa khalifa alitumia 40. So mjadala eti Sahihi Muslim. Sikia Sahihi Muslim, sikia riwaya hiyo inaeleza kuwa Omar bin Khattab aliwashirikisha wasahaba na Abdi al-Rahman ibn Auf, akasema adhabu nyepesi ya udu ni eti, na Omar akaamuru kutekeleza. Nanisia hiyo nani alipokea hii hadithi? Kuna Sheikh mmoja sahaba mmoja anaitwa Abdi al-Rahman ibn Auf alipokea hadithi ya 80. Haya, Sahihi Muslim inasema hivi 1706. Kwa mfupi, Mtume takriban 40, Abubakar 40, Omar 80. Hiyo ndio anaitumia ushauri baada ya washauri anayo. Hii tunawachia hapo. Hii ni hukumu ya kisheria inayotekelezwa na mamlaka yenye mamlaka, si kuruhusu kwa mtu binafsi kumpiga mwingine. Ni hayo tu.